Hello, habari za jioni. Karibuni washiriki wote ambao tumejoin katika mjadala huu wa Twitter. Nina imani ya kwamba tumekuwa na jioni nzuri kwa ambao tuko masaa ya Afrika Mashariki na kwa ambao wanatufuatilia kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Tuna imani mahali mliko pia mnaendelea na majukumu mengine. Karibuni sana katika mjadala huu wa X Space ambao tutakuwa tunaanza hivi punde. Tunafahamu ya kwamba katika mazingira kama haya na siku kama hizi kwa ambao tumefunga, na imani tumeshapata futari kwa Wakristo na Waislamu, kwa sababu ni kipindi ambacho tumekutana hapa katika mfungo ambapo watu wa imani wa dini zote tunakuwa katika mfungo. Uandishi wa habari ni miongoni mwa fani kongwe sana duniani, na ni kati ya vitu ambavyo vimekuja kutokana na uvumbuzi wa uandishi. Na ukisoma katika historia na katika vitabu mbalimbali, hasa katika vitabu vitakatifu, unakuja kukuta kuna watu ambao walifahamika kama waandishi, na kazi zao zilikuwa ni kuandika tu kwa ajili ya kuweza kuhabarisha na kutunza historia na kumbukumbu na mambo mengine yaliyokuwa yanaambatana na hayo. Uandishi wa habari kama taaluma imepitia katika vipindi vingi sana, ambapo imepitia katika vipindi ambavyo vimekuwa ni pamoja na vipindi vya maendeleo kuja katika uandishi wa print wa kuandika. Imepitia katika vipindi mbalimbali kuja katika uandishi wa redio. Imekuja katika uandishi wa runinga ambazo zilikuja kutokana na maendeleo makubwa ya kamera na maendeleo makubwa pia ya satellite, na imekuja kwenda zaidi katika uandishi wa kidijitali ambao ulichagizwa sana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, hasa katika karne hii ya 21, ambapo sasa tunaweza kuona kwamba watu wanaweza wakaandika katika mitandao mbalimbali ya kijamii na wakitumia njia mpya za uandishi ambazo ni tofauti na zile njia za mwanzo. Lakini sasa tunashuhudia wimbi jipya la uandishi wa habari. Uandishi wa habari katika ulimwengu wa akili mnemba. Na ni katika mjadala huu, katika maswali haya yanayotuleta leo pamoja kuweza kujadiliana na kuona, je, akili mnemba na matumizi yake katika teknolojia na matumizi yake katika uandishi wa habari, je, teknolojia hii inarahisisha kazi au inafanya wanahabari kuwa wavivu? Na akili mnemba ni neno ambalo limetokana na Kiingereza inaitwa artificial intelligence, ambapo ni uwezo wa kompyuta kutengeneza au kufanya kazi ambazo zingeweza kufanywa na binadamu. Tunaona leo na tunaona kote duniani namna gani ambavyo mapinduzi makubwa ya viwanda na sayansi ya teknolojia yametuleta katika ulimwengu ambapo kompyuta zimekuwa na sehemu kubwa, hususan katika kufanya kazi ngumu ambazo zingeweza kufanywa kwa muda mrefu na zikafanywa kwa muda mchache. Katika mjadala huu wa leo tumeunganika na wataalamu mbalimbali ambao tutakaokuwa tukizungumza nao na wakitupa uzoefu wao kuhusiana na swala zima la akili mnemba na mambo yake jinsi yanavyokwenda. Na katika mjadala wetu wa leo tutakuwa na utangulizi ambao utatolewa na Anwar Omar Saidi, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya TEHAMA na mkufunzi na mafunzo kutoka Tech and Media Convergence. Lakini pia tutakuwa na utangulizi wa mjadala wa kukaribisho wa mjadala, na baadaye pia tutakuwa na sehemu ya mjadala kwa kina pamoja na panelist ambao tuko nao. Lakini pia tutakuwa na sehemu sasa ya wadau wote ambao tumejumuika katika space hii kuweza kushiriki na kutoa maoni yetu. Kukaribisha, niweze kumkaribisha Anwar Omar Saidi wakati tukiwa tunaanza, aweze walau kutuambia hasa kuhusiana na shirika hili la Tech and Media Convergence ambao ni waandaaji wa mjadala huu ambao tunaokwenda kuwa nao hivi leo. Anwar, karibu kwa ajili ya utangulizi, na baada ya maelezo ya awali ya utangulizi nitakuwa nikijikita zaidi katika kutoa mwelekeo wa mjadala na kuweza kuwatambulisha wazungumzaji ambao tumeungana nao leo. Karibu Anwar.
Uh, asante kaka Robert. Habari za jioni jamani, ndugu washiriki wa mjadala wetu wa leo. Kwa niaba nadhani ya TMC, timu nzima ya TMC, kama alivyoanza kaka Robert, na mimi napenda kuwakaribisha kwenye mjadala wetu huu muhimu kuhusu masuala ya AI katika uandishi wa habari. Na mada kama mnavyoiona hapo, je, teknolojia hii ya AI inarahisisha kazi au inafanya wanahabari kuwa wavivu? So mjadala huu actually unafanyika leo, yani space inafanyika leo ikiendana sambamba na uzinduzi wa ripoti yetu mpya ambayo inaitwa Artificial Intelligence for Media Development in Tanzania, ambayo ilifanyika kwa lengo kuu tu la kuchunguza hali ya sasa matumizi ya akili mnemba au artificial intelligence kwa Kiingereza katika sekta yetu ya habari hapa nchini. Sasa hapa kwetu TMC kushirikiana na wenzetu wa UNESCO kupitia mpango wao wa International Program for Development of Communication au kwa kifupi IPDC, tulizindua mradi rasmi ambao unaitwa Artificial Intelligence for Media Development, ambapo sasa umeanza kwa kutoa hii ripoti ya hali ya matumizi ya AI katika sekta ya habari nchini. Na mradi huu kwa mwaka huu tu tunatarajia kuwawezesha waandishi wa habari wapatao 300 kwa Tanzania nzima katika masuala kuwapa ujuzi muhimu kwenye masuala haya ya akili mnemba na stadi nyingine za kidigitali ili kuendana na mabadiliko ya mazingira ya vyombo vya habari duniani kote. Nitoe tu labda key findings 2-3 kwa sababu sitaki kuchukua muda mrefu, na dakika 5 tu nimepewa na Robert. Na ripoti imebaini kwa 53% viongozi au wamiliki wa hizi media houses wako tayari kuingiza AI katika shughuli zao za kila siku. Ikiwemo 22% katika hao 23% tayari wameanza kujadili na wengine wameanza kuimplement sera za matumizi ya AI kabisa ndani ya newsroom zao. Hii inaonyesha hitaji kubwa la kuanzisha sera kwa watu wengine na miongozo ambayo inahusiana na matumizi ya AI katika vyombo vya habari kwa ujumla. Lakini pia ripoti ilionyesha kuwa 73% ya waandishi wa habari hapa Tanzania wanaelewa nafasi ya AI katika kazi zao za kiandishi, hasa katika masuala ya uzalishaji wa maudhui, kwenye masuala ya uhakiki wa taarifa na vile vile kwenye masuala ya ushirikishaji wa hadhira. Kwa hiyo hata hivyo 40% ya ripoti inaonyesha kwamba bado kuna waandishi wengine wana wasiwasi kuhusu uwezo wa AI. Na wasiwasi huu mara nyingi au sababu kubwa zinaletwa na zile masuala ya misinformation, disinformation na vile vile masuala ya upotezwaji wa ajira, ukosaji wa ajira. Wengine wana wasiwasi kwamba AI imekuja kuchukua kazi zao yani. Kwa hiyo na hii inaonyesha kwamba kuna haja kubwa sana ya kutoa elimu na kuwa vile vile na kuwa na mazungumzo, majadiliano kama hivi tulivyokuwa navyo leo space, kwenye kuelimisha si tu waandishi wa habari bali jamii kiujumla. Kwa hiyo katika muktadha wa maendeleo ya kidigitali, mimi nadhani ni muhimu kwamba kutambua artificial intelligence, akili mnemba ina uwezo mkubwa sana kwenye kuongeza nguvu na kuboresha kazi za waandishi wa habari au kazi ya uandishi wa habari. Kwani kwenye masuala ya uchambuzi wa data, maana kikawaida ukisoma ripoti, nadhani watu ambao hawajapata nafasi ya kusoma ripoti yetu, mtapitia kwenye akaunti zetu au kwenye website yetu, nashauri mdownload, muisome vizuri, mtupe na feedback zenu kama mtakuwa nazo. Kwa hiyo nadhani ripoti imeonyesha kwamba okay, kaka Robert ananiambia anamaliza muda wake. So nadhani kufupisha maongezi tu, mimi nadhani natarajia kwamba mjadala wa leo utatoa mwangaza zaidi juu ya namna gani AI inaweza kutumika kwenye kuboresha uandishi wa habari
bila kuathiri ubora, cha kwanza, na vile vile jambo la muhimu, maadili ya taaluma hii ya habari. Kwa hiyo mimi naombeni niwashukuru, asanteni kwa kushiriki. Na tunakaribisha mawazo na michango yenu katika mjadala huu muhimu, na narejesha mic kwa kaka Robert. Asante. Asante sana Anwar kwa utangulizi huo mzuri, na kutokana kwamba Anwar ameshiriki katika kufanya utafiti wa ripoti ya matumizi ya AI katika vyombo vya habari nchini Tanzania, ndio maana ameweza kutuonesha pia hata hizo findings ya kwamba 53% ya wamiliki walikuwa tayari kuona kwa namna gani wanatumia AI katika vyombo vyao vya habari. Miongoni mwa hoja iliyoibuka wakati wa uzinduzi wa ripoti ya State of Artificial Intelligence for Media Development tarehe 26 Februari pale 4Point ilikuwa ni kwamba ni kwa namna gani hii teknolojia mpya ya akili mnemba inawaathiri waandishi wa habari, na baadhi ya wadau wakisema ya kwamba inasababisha uvivu. Jambo hili lilichangia kuwepo kwa mjadala mkubwa, na tukaona ya kwamba ni vyema jambo hili liweze kujadiliwa kwa kina, kwa umma na kwa uwazi, ili kuweza kuona ni kwa namna gani tunaweza tukawa na majibu katika hilo. Kwa wale wasikilizaji tunaokuwa tukiendelea na mjadala huu, unaweza ukatoa mawazo yako pia kwa kujibu katika thread ya space hii, kutoa mawazo yako, na kadri tutakapokuwa tunaendelea tutakuwa tukisoma ile michango inayokuwa imewekwa, na kama una swali unaweza ukaweka, na baadaye tunaweza tukasoma. Na baada ya hapo nipende kuwatambulisha wazungumzaji au washiriki wa mjadala ambao tulionao katika space hii. Tunao jumla ya wazungumzaji 4, na mzungumzaji wa kwanza tunaye Zuena Khatibu ambaye ni mwandishi wa habari anayeandika kwa kina sana katika gazeti ya The Guardian pamoja na Nipashe. Anajulikana pia kwa uchambuzi wa kina na ushawishi wake katika tasnia ya habari. Na tunaye pia John Marwa ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Jambo TV, mtaalamu wa usimamizi hasa wa vyombo vya habari na mabadiliko ya kidijitali, na amechangia sana kwa miongozo na ubunifu katika utayarishaji wa habari na hasa katika kufanya live coverage ya matukio mbalimbali yanayokuwa yakiendelea nchini. Lakini pia tunaye Dastan Kamanzi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Media Foundation, na ameongoza mageuzi katika sekta ya habari kwa takribani zaidi ya miaka 10 sasa, na ameweza kutoa mitizamo mipya kuhusu sera za habari na kuchagiza maendeleo makubwa hususan katika sera na miongozo ya habari nchini Tanzania. Lakini pia tuna Evelyn Peter ambaye ni mwandishi wa habari, analeta ubunifu wake na mtizamo wa kipekee katika uandishi na anahusika zaidi katika ubunifu na maendeleo ya maudhui ya habari. Na tunapokuwa tukianza, niweze kuwakaribisha wazungumzaji wetu waweze walau mmoja aweze walau kujitambulisha na tuweze kuwasikia, na watakapokuwa wakijitambulisha walau nina swali la uchokozi watakapokuwa wakisema, je, unaweza ukatuambia mara yako ya mwisho kutumia AI kwa kazi zako ilikuwa ni lini? Tuanze na John Marwa, karibu. John? Unaweza unmute mic na ukazungumza. Okay, kama John hayupo kwenye hayuko tayari kuzungumza au anapata changamoto za kitaalamu, karibu mkurugenzi Dastan. Unaweza unmute na ukazungumza. Hello. Mkurugenzi Dastan, karibu kama unanisikia. Hello. Yes, hello. Mnanipata?
Yes, nakupata vyema kaka John, karibu. Lakini pia wewe una sauti yako inaonekana iko chini. Aha, sawa. Naam, karibu sana kaka. Naamini nyinyi mnanipata. Naamini mnanipata hapa. Yes, tunakupata vyema. Sawa. Kwa kifupi mimi naitwa John na ni msimamizi wa Jambo Television ambayo ni digital platform. Sasa kama maoni yangu yalivyokuwa last week kwenye seminar ni kwamba mimi kama John naamini kwamba taaluma ya uandishi wa habari inawezekana, hizi imani zangu inawezekana ni primitive, lakini naamini kwamba taaluma ya uandishi wa habari ni taaluma ambayo inahitaji watu waweze kuwaza critically, watu waweze kufanya analysis based on fact, watu waweze kufanya research, watu waweze kufanya interrogation, watu waweze kusikiliza maoni ya watu barabarani, maoni ya watu mtaani, iwe ni decision makers au ni wananchi wa kawaida, ili unapotengeneza story uwe una hizo engo zote na sometimes pia hisia za walaji wa habari. Sasa katika mazingira hayo ukishatumia system ambayo ni computerized, kwa maoni yangu ile test yenyewe ya kile kitu unachokiandika au unachokiandaa kinapoteza tunaita uhalisia. Kwa hiyo mimi nina changamoto hiyo sana kuamini kwamba kwenye AI tutakwenda na uhalisia wa vitu au tunafanya tu kama kwa sababu tu tunataka kurahisisha kazi, basi tuko lazima kukanyaga hata baadhi ya principle hizo ambazo nimezitaja ili tu tufanye kazi kwa haraka na kwa muda mfupi na kazi kubwa kwa wakati mmoja. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, ndio vitu vyote hivyo nilivyovitaja vina costi muda na resources. Sasa kwa maoni yangu introduction ya AI ni kwamba hello, si mnanipata? Nakusikia kaka, nakusikia. Introduction ya AI ni kwamba it will create a laziness of thinking to our journalists or our media personnel, kwa sababu ni kama una command kitu kinakuletea majibu wakati wewe ulitakiwa upate hayo majibu kwa kuumiza kitu. So I agree kwamba we are moving to the technology, kwamba zamani tulikuwa tunatumia kamera kubwa, lakini sasa hivi simu inaweza kufanya kila kitu kama Skype, Twitter, kila kitu, lakini originality ile yenyewe, ile ladha yenyewe ile naamini tu namna. Samahani, nadhani kama unapata mwangu sana kutoka upande wako, labda kama utakuwa umeweka labda ujisikilize au nini, ingekuwa ni vyema kama una kitu chochote kinacho sauti kiweze kutosikiliza. Naona kama sauti inajirudia mara mbili. Sasa sijui nimegusa wapi, lakini sijaweka mwangu kwanza leo ndo mara ya kwanza mimi kutumia Twitter Space. Haya, sawa kaka, karibu endelea. Kwa hiyo kwa kumalizia, nilikuwa naamini kabisa kwamba tunahitaji kuumiza vichwa vyetu sisi kuandika halali, kufanya uchambuzi. Sasa tukishaweka hayo mambo ya kompyuta kama hizi, mimi naamini kwamba mtu anaweza kusema bwana, mimi nataka kufanya kitu fulani, muda sina, ngoja ni command kompyuta itaniletea majibu hayo ndo nitasubmit kwa editors. Alafu mwisho wa siku ukaja kupata changamoto kwamba hichi ulichokiandika hakina uhalisia ule uhalisia wenyewe. Otherwise natamani sana tupata hii technology, lakini wakati tunataka kuiendea hii technology, mimi
ningependa sana hizi concerning zangu au hizi hofu zangu ziwe taken into consideration. Naomba nianzie hapo, naomba niishie hapo. Asante sana kaka John kwa maneno yako hayo mazuri ya utangulizi na kwa namna ambavyo umeweza kuzungumzia kwamba inaweza ikaondoa ile criticalness. Unaweza ukamute tafadhali, unaweza ngoja nimalize. Ndio kaka John, karibu. Unaweza ukanimute. Ulikuwa unasema ngoja umalize. Karibu. Unaweza ukanimute mic hapo. Sawa. Kuna kitu kimoja naongeza hapo, sekunde tu 20. Sisi tunaofanya hii kazi sasa, wasimamizi, tunakumbana sana na waandishi wetu kuandika habari ambazo ni za hazijashiba. Yani mtu anakuandikia tu caption, ukimuuliza imetokea wapi na ilikuwaje, yani hazina nyama, wanaita nyama. Sasa katika mazingira haya tu ya kuandika kawaida tu, hawa waandishi wetu wanatuletea story ambazo kwanza haziko balanced, hazina fact. Je, tukileta hayo mambo ya kompyuta? Asante, naomba ni kwa sasa niishie hapo. Asante sana. Asante sana. Tumemsikia John Malwa ambaye concern zake kubwa amelaze kuhusiana na issue ya critical thinking, swala la muda na swala la kusema kwamba inapelekea uzembe, lakini pia kutokuwa na taarifa, kutokuwa na nyama za kutosha. Nije kwako Dastan. Kaka John, utakapokuwa unakuja baadaye utatuonesha, je, unadhani ya kwamba AI inaongeza ufanisi wa utayari wa wanahabari katika kukabiliana na changamoto hususani za uandishi wa habari nyingi pale ambapo unapokuwa kwenye vipindi vigumu ambavyo vinahitaji kuwa na taarifa nyingi za mara kwa mara? Utakapokuja baadaye, nitakapokuja kukukaribisha kuzungumza tena. Mkurugenzi Dastan, ningependa uweze kutuonesha mbali na changamoto mbalimbali zinazokumba katika utekelezaji wa teknolojia ya akili mnemba katika sekta ya habari nchini Tanzania. Je, unaona kwamba matumizi ya akili mnemba yanaweza kuhamasisha uvivu wa akili kwa waandishi, na ni hatua gani labda zinaweza kuchukuliwa kuepuka uvivu huo? Karibu kaka Dastan, unaweza unmute na kuzungumza. Hello, Robert, unanipata vizuri? Nakupata vizuri. Karibu. Asante sana. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa tukaribisha kwenye hii space, na nitakuwa na maelezo ya utangulizi. Najua umeshanitambulisha. Mimi ni Dastan Kimanzi, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Media Foundation, lakini pia ni mdau mkubwa wa matumizi ya akili mnemba. Sasa mimi naiita akili saidizi, na nitakueleza kwa nini naita akili saidizi. Baada ya hilo neno mnemba, najua yamekuwepo majina mbalimbali, na hata neno mnemba inabidi labda lifafanuliwe sana ili tujue hilo neno mnemba asili yake ni nini, na kweli je, mnemba maana yake ni artificial au maana nini? Lakini mimi ninapendelea sana kuita hii akili kama ni akili saidizi. Na kwa mantiki hiyo sasa, nikiita akili saidizi, nitakwambia kwamba kuna watu wa aina mbili wanaotumia akili hii ambao tutaita mnemba, tutaita artificial, tutaita saidizi kama anavyoita. Na nitawaplace watu hawa wawili. Mmoja anakaa juu ya upande wa juu wa akili mnemba, na mwingine anakaa chini ya akili mnemba. Kama ningesema Kiingereza, ningesema wanaoishi kwenye north part of the artificial intelligence na wanaoishi south part of the artificial intelligence. Na kwa mantiki hiyo, watu hawa wawili watakuwa na mitazamo tofauti na hicho kitu ambacho wao wako kwenye pande tofauti. Sasa nitaeleza. Alafu nitataka nikueleze kwamba je, hii akili hii inasababisha uvivu kwa waandishi ama inaleta ufanisi,
na inaleta watu kuwa watija kwa viwango vya juu sana kwa muda mfupi, na pia inaondoa stress. Sasa nitaanza hivi. Wale wanaoishi on the south of this party of artificial intelligence, hawa ni watu ambao wao wanaitegemea akili mnemba kama ndiye bosi wao, na kwa hiyo ndiye anayewafikiriria sana, na kwa hiyo wao hawana uwezo wa kiakili wa kuizidi akili mnemba, na wanaitegemea, lakini pia wanaiogopa kwa sababu imewazidi katika kufanya kazi. Na kwa mantiki hiyo wao wanaiona ni tishio kubwa, na kwa kweli ingewezekana, na kwa kweli inawatishia kwa sababu inatishia pia kazi zao, inatishia their existence. Hao ni watu ambao wanaishi on the south party of the artificial intelligence. Lakini nitakwambia watu ambao wanaishi on the north part of the artificial intelligence, hawa ni watu ambao wao artificial intelligence ni zana ambayo ipo kuwasaidia, kuassist, ni assistant ambaye unaweza ukamwagiza wakati wowote akakuletea kile ambacho akili yako wewe unayo, concept yako wewe kichwani mwako, unamkomandi huyu msaidizi wako katika ofisi yako akuletee jambo fulani, na ukimtuma akuletee, auishi tu kukubaliana alichokileta, isipokuwa sasa kwa sababu wewe una ufahamu kubwa, una concept yenyewe, itabidi upitie kile ulichomtuma alichokileta uone je kinaendana na ambavyo wewe unataka, concept ulio nayo. Alafu utaweka akili yako wewe sasa kurekebisha ili hicho kitu sasa kiweze kukubalika kwa jinsi ambavyo wewe ambaye ndiye leader utakuwa unakikubali. Sasa kwa sababu huu ni utangulizi, nitasema hivi, hauwezi kuzungumza artificial intelligence bila kuongelea human intelligence. Na ukizungumza artificial intelligence lazima ujue kwamba there is human intelligence ambazo zinafanya kazi pamoja, ni kama human working in collaboration with the machine, kuja na output ambayo ina viwango vya juu vya ubora katika muda ambao ni reasonable, ni muda mfupi. Kitu cha kufanya mwezi mzima unakifanya ndani ya saa moja, na hicho kitu kinakuwa kina viwango vya juu, lakini kina hizo intelligence mbili, artificial na human intelligence. Sasa wanaoishi on the south part of artificial intelligence, wao wakiweka tu kitu chao kwenye, wakiuliza artificial intelligence, inachowaletea wanakiona kimezidi viwango vya akili yao, wanakichukulia hivyo hivyo. Lakini tunasema unahitaji kucombine artificial intelligence and human intelligence, na hiyo ndio tunaita augmented human intelligence. Sasa augmented human intelligence ndio hiyo kwamba uwezo wa binadamu unasaidiwa na uwezo wa akili mnemba hiyo kuzalisha. Hapa tunazungumza kuzalisha products zenye viwango vya ubora katika muda ambao ni mfupi, lakini vitu vyenye ubora wa hali ya juu sana. Na hapo tunazungumza efficiency. Kwa hiyo nitasema sasa niishie hapa, tunapoanza niseme hivi, kwa walio chini ya artificial intelligence, kama ni mwandishi wa habari nini, wao ukweli itawatia uvivu kwa sababu ina viwango vya juu sana vya kufikiri kwao. Lakini kwa ambao wanajua wanatumia akili yao, ukweli ni kwamba hii kitu ni mkombozi sana. Tutazungumza sana, nitakwambia ni mkombozi. Na labda ni mwisho niseme hivi, umesema tukimaliza tuseme ni muda gani tumetumia artificial intelligence. Ngoja nikwambie, mimi use artificial intelligence katika kazi zangu, na kwa kweli nitakwambia imeniokoa sana. Imeniondolea watu ambao ulikuwa ukiwapa kazi wa review wakusaidie, yani wanachukua muda mrefu wanakuwa na nyodo. Lakini sasa hivi nikifanya kazi yangu nitaitumia artificial intelligence kuniangalizia mambo kadhaa, alafu nitasema kwa kweli hii ni kazi nzuri na nitaipitisha, lakini nitakuwa nimetumia akili yangu mimi na yenyewe ili kusaidiana kuzalisha kitu ambacho kina ubora sana. Kwa hiyo nitasema kwa watu wa aina hizo mbili, basi majibu yanaweza kuwa ndio ama hapana. Naomba niishie kwanza hapa. Asante sana kaka Dastan kwa philosophical perspective hiyo ya
North na South kwa namna ambavyo umeweza kuichambua akili mnemba ambayo umeita pia ni akili saidizi. Na tumia neno akili mnemba kwa sababu mara ya mwisho nilivyoangalia ni kwamba ni neno ambalo wataalamu wetu wa lugha walichukua kama neno rasmi walipokuwa wakielezea artificial intelligence. Japo pia kwenye muktadha na namna mbalimbali kila mtu anakuwa na namna ya kuweza kulitumia au kutumia kulingana na ni kwa namna gani kitu hicho kinakuwa na manufaa kwake. Asante sana kwa hilo. Nadhani tutapokuwa tunaendelea ni mkaribishe Zuena ambaye mbali na yale ambayo tumesikia wadau mbalimbali wakizungumza hususani katika artificial intelligence, tumeanza kuona sasa makundi mawili hapa. Dunstan akiona ya kwamba ni vyema zaidi kwa watu wanaokaa katika North, wanaona ya kwamba ni msaidizi, inaboresha kazi na inapelekea usimamizi mzuri wa taarifa, kwa sababu bado mtu utakuwa na ile human intelligence itakao kusaidia kuweza kutumia artificial intelligence na kuweza kuwa na matokeo mazuri zaidi. Wakati mwingine tumeona John akisema ya kwamba hapana, artificial intelligence nadhani si wakati sahihi wa kuweza kuitumia. Sasa kwako Zuena, unaona artificial intelligence inabadili mchakato wa uandishi na uhariri? Na je, unaona ya kwamba artificial intelligence pia inaweza ikapelekea uvivu miongoni mwa waandishi wa habari? Na ni kwa namna gani tunaweza waandishi wa habari wakakabiliana na changamoto hii mpya inayoibukia? Karibu. Unaweza ukaunmute na kuzungumza. Una dakika 5. Habari. Nzuri, nakupata. Naisikia. Kwa majina naitwa Zuena, ni mwandishi wa habari kutoka magazeti ya Nipashe na The Guardian. Kwanza nashukuru TMC kwa kunikaribisha kuwa moja ya wazungumzaji kwenye mada hii. Mengi ameshasemwa na pia kaka Kamanzi ameongea vizuri sana, nimependa. Nizungumzie kwa upande wangu mimi jinsi ninavyoitumia akili mnemba kwenye kazi zangu za kila siku. Mimi kwanza akili mnemba nimepokea in a very positive way, kwa sababu naitumia katika kufanya kazi zangu za kila siku, katika kuhariri, kuandika reports mbalimbali, kuandika proposals mbalimbali. Kupitia akili mnemba nimeweza kuwa, yani ubunifu kwenye kazi zangu umeongezeka. Nataka niongee kidogo kuhusu kaka John aliposema kwamba ana mawazo yake primitive, kwamba yeye anahisi kwamba akili mnemba inaweza kumfanya mwandishi ama mtu kuwa na kudumaza akili yake. Si kweli. Wakati akili mnemba imekuja kama advancement of science and technology, sasa sisi kama binadamu, na haitakiwi kuikwepa, ni kuipokea. Kuipokea kivipi? Inabidi tuipokee kwa mtazamo chanya. Mfano, zamani watu walikuwa wakitwanga mahindi kwenye vinu, wengine kwenye mawe. Baadaye kukawa na advancement ya hizo machines, tukawa sasa tunapeleka mahindi yetu mashine, yanasagwa. Tukakubali kwamba sasa ukiachana na kutwanga kwenye vinu mahindi, ukiachana kusaga unga kwenye mawe, sasa tunaenda mashine. Na sasa hivi teknolojia umeongezeka zaidi, mpaka sasa kuna hizi portable machines, mtu ananunua tu nyumbani, anaweka jikoni kwake, anasaga mahindi. Kwa hiyo akili mnemba ni muendelezo wa science and technology. Kwa hiyo hatuna budi kuipokea. Na tunaipokeaje? In a very positive way na sio negative. Tufanyeje kama waandishi wa habari ili tuweze kuondokana na hizo dhana, ama tunaitumiaje katika kuendeleza taaluma yetu? Nasema tena kwa mara nyingine kwamba mimi naitumia kwa positive way. Imenisababisha nimekuwa mbunifu, nafanya kazi zangu kwa urahisi. Ule muda nilikuwa nautumia, labda tuseme naandaa proposal mfano nusu saa ama dakika fulani kama 20-40, kwa kutumia akili mnemba
naweza kuandaa proposal yangu ama naweza kuandaa andiko langu lolote lile likawa zuri tu mwanzo mpaka mwisho, kwa sometimes hata ni dakika fulani tu kama 1, 2, 3 unaenda unaikomandi artificial intelligence inakuja inakuletea. Ikisha kuletea sasa, wewe kama wewe unatumia sasa ubunifu wako na akili yako ya kuzaliwa kuangalia, je, hili andiko ama hili chapisho liko sawa? Je, hivi ndio nilivyokuwa nataka mimi liwe? If yes, sawa. If not, unachukua sasa, unatumia akili yako wewe pia ya kuzaliwa kuliedit na kuliangalia. Kwa maana hiyo, kama alivyosema kaka Kamanzi, unachukua akili mbili, ile ya artificial na ile ya kwako wewe binadamu kama binadamu. Hello? Naam. Nakupata. Samahani, sijui mtandao wangu hauko vizuri sana. Hapana, unasikia? Unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Yeah. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi namwambia tu kaka yangu John na wengine ambao walikuwa wanachukulia artificial intelligence kwa upande wa negative, si kweli. Hii artificial intelligence imekuja kusevu muda wetu, kufanya sisi kuwa wabunifu zaidi, na vile vile kuepukana na masuala ya disinformation na misinformation katika masuala ya fact checking. Naomba waandishi wenzangu na watu wengine wote tuichukulie akili mnemba kwamba ni mkombozi wetu katika kazi zetu na majukumu yetu ya kila siku. Asante. Asante sana Juliana, ukiwa bado hujaondoka kwa sasa, umezungumza vizuri sana kuhusiana na hizo faida, na kaka John alichokuwa anasema ni kwamba akili mnemba inaongeza ule inapunguza ule tunaita critics, ya kwamba namna gani mtu anaweza akafanya uchambuzi wa kina, lakini pia amezungumzia swala la habari nyingi kukosa nyama. Je, kwa uzoefu wako na utumiaji wako wa akili mnemba, je, akili mnemba inaweza kufanya uchambuzi ule wa kitaalamu ulioshiba katika tasnia ya habari, na inaweza pia kusaidia habari ikawa na nyama? Na kama ni hivyo, unafanyaje? Walau dakika moja ili uweze kujibu hiyo hoja ambayo kaka John alisema ya kwamba ni changamoto na kwa nini hakubaliani na akili mnemba. Okay, kwa maoni yangu mimi ni kwamba artificial intelligence imeshiba, ina information zote. Ni wewe kutumia ubunifu wako kuiambia unataka nini. Ukitaka ikupe information ambayo haijashiba, iko tayari. Ukimkomandi, ukimwambia nipe information ambayo imejaa ina nyama, iko tayari pia itakupa tena na ziada. Ni jinsi gani wewe umekuwa mbunifu, ama ni jinsi gani unaicommand ikupe nini kwa wakati gani na fakti gani. Yes. Asante sana. Igusia ni kwa namna gani unaitumia akili mnemba na unaiambia ikupe nini na iweze kukupa matokeo gani. Nimependa pia namna ambavyo umeweza kujumuisha ya kwamba hata kama utatumia akili mnemba bado una nafasi ya kutumia uwezo wako katika kuweza kufahamu au kuweza kurekebisha pale unapotaka kuweza kufanya. Kwako Evelyn, unadhani ya kwamba kwa uzoefu wako kama mwandishi, unaona artificial intelligence kama nyenzo ya kuongeza ubunifu katika uandishi au kama chanzo cha uvivu wa kiakili? Karibu sana, unaweza uka-unmute na kuzungumza. Evelyn, unaweza uka-unmute hapo katika. Hello Evelyn, unanipata? Hello Evelyn Peter, kama unanipata, kama unanisikia, unaweza uka-unmute mic yako na ukazungumza. Yes, unmute mic na kuzungumza. Yes, Evelyn, karibu. Hatukusikii.
Hello? Yes, sasa tunakusikia, karibu. Nadhani nilikuwa ninapata changamoto kidogo na mtandao wangu. Mnanisikia? Yeah, tunakupata sasa hizi, karibu. Alright, thank you. So kama nilivyotambulishwa awali, mimi naitwa Evelyn Peter, ni mwandishi wa habari, kazi zaidi kwenye communications and storytelling. Mimi pia ni digital ambassador. So my take on kwenye hili swali la je, akili mnemba inaifanya sekta ya wanahabari kuwa wavivu na kuwa bunifu. Mimi nitaizungumzia katika on two sides, and upande wa kwanza ni kwamba mimi personally I take AI to be as a machine, kwa sababu wote tunajua kwamba the aim of a machine is to simplify work. Mnanisikia? Yes, tunakupata vyema, unaweza kuendelea. Alright, so I take AI to be as a machine. Inasaidia kusimplify kazi, na if inasaidia kusimplify kazi, it means that ile kazi ambayo ningeweza kufanya for 3 hours with AI, kama naweza nikafanya with an hour, then for me it's a top tier. But kingine pia ni kwamba ukija kwenye upande wa news, it adds value kwenye news. One of the news value ni uniqueness. Mtu anaangalia au anasoma taarifa yako, inawezekana sisi wote tumeandika taarifa kuhusiana labda na lori imeanguka ya mafuta, but what makes my news yangu mimi kukua unique na mtu mwingine, ambayo itamfanya mtu kusoma news yangu au kusikiliza news yangu, ni the uniqueness, ambapo AI gives you a unique angle ya kupresent your own news, ambapo mwingine akiangalia it's very very unique. Lakini pia ukija kwa upande mwingine, siwezi sema kwamba I do really encourage AI that much, other than AI ikusaidie wewe kwenye kusimplify kazi, either ikusaidie kwenye fact checking, either ikusaidie kwenye generate ideas and all that. But one thing that I discourage on AI ni kwamba kutumia AI kama ndo akili yako wewe sasa ya kila siku, because unakuta mtu anakuambia labda anakupa news yake umsaidie kusoma na nini, unagundua kwamba mtu ametumia AI mpaka ile lugha ambayo ni like the human like language imepotea. Ukisoma tu ile kazi huyu mtu hapa ametumia ChatGPT, of which that is something that I do really discourage when it comes to AI. AI hasn't been brought for us ndo tuitumie kama akili ya kila siku, au ndo uitumie wewe hutaki kukua creative, hautaki kutumia akili yako, you're using AI. So for me AI goes both ways. It can be a very very good thing and it can be a very bad thing, kwa sababu pia at times inamfanya mwandishi anakuwa ni mvivu. So yeah, so that's my take on that. Asante sana Evelyn. Ni kwa namna gani tunaweza tukaondoa hii ambayo umeisema kutegemea AI kwa 100%? Kwa namna gani tunaweza tukaiondoa hiyo, wewe kama mwandishi wa habari? Namna ambayo tunaweza tukaondoa like people depending on AI, I think this comes from ni mtu mwenyewe, kwa sababu huwezi sema kwamba unathibiti AI, because huwezi ukajua mtu anaitumia muda gani and everything. I think ni mtu tu kujitambua yeye mwenyewe kwamba you are supposed to be creative and you are supposed to make your mind think. When you rely on this thing, it means that akili yako mwisho wa siku wanasema kulemaa. You won't be able to think. Just take this exercise. Kila siku wewe, maybe in a week tunaenda kazini labda mara 5 kwa wiki, kila siku wewe ukipewa kazi unaipa AI just for a week. Wiki ijayo utakapokuwa ukipewa kazi utakuwa wewe mwenyewe, yani unaona like you won't even have ile motisha tena ya kufanya kazi na kufikiria, because already kuna AI tayari. So I think for a person, like, just train yourself to use your mind more and not depending on AI. Asante sana Evelyn. Nitakaporudi kwako baadaye tutazungumza pia kwa kina kuuliza ni kwa namna gani tunaweza tukaenda mbele katika hilo. Nirudi kwa mkurugenzi John Marwa. Katika mazungumzo haya nimesikiliza wazungumzaji wote, nimeona Evelyn kwa namna moja ama nyingine amekuwa katika
nafasi ambayo anaona matumizi makubwa sana ya AI ni kitu ambacho hakifai. Kaka John, kumekuwa na mapinduzi makubwa sana duniani katika vitu mbalimbali. Mfano, simu zimetuondolea ile changamoto tulikuwa tunaipata ukitaka kuwasiliana na mtu mpaka utoke uende labda sehemu fulani. Mimi nimekuwa naambiwa zamani kwa ukitokea misiba ilikuwa inatakiwa sijui gari likisafiri wanaandika jina la bahasha, inapelekwa kwenye inaandikwa kwa kalamu nyekundu, itapelekwa mpaka itadondoshwa kwenye mahali ambako hiyo nani ipo, huyo mtu alipo, na watu wakiona maandishi mekundu watapeleka haraka sana. Lakini leo ikitokea changamoto, simu ni ndani ya dakika hiyo hiyo imefika kwa mtu mwingine. Tumeona mfano emails zilivyorahisisha ufanyaji kazi. Tumeona saizi mfano Zoom, na hata tunapokutana leo katika jukwaa hili la kimtandao tukijadiliana. Wewe mwenyewe pia ni unafanya kazi na katika chombo ambacho kimekuja kubadilisha ufanyaji kazi wa kawaida wa television za kawaida. Na television mtandao tunaona kwa namna gani zinafanywa kazi. Nikija kwako kaka John, haya mabadiliko ya akili mnemba, unaona ni kwa namna gani tunaweza tukayatumia, au waandishi wa habari mkakati gani wanaweza wakaitumia kuweza kuhakikisha kwamba wanatumia mabadiliko haya ya akili mnemba huku ikizuia uvivu kwa waandishi wa habari, kwa sababu inaonekana ni kitu ambacho hakiepukiki. Karibu. Hello? Na kupata vyema. Unajua mimi nachangia huu mjadala kutoka kwenye position ya uongozi wa taasisi ya habari. Kwa hiyo mimi pamoja na kwamba ni mwandishi wa habari, ni blogger, lakini position nilionayo ninawaongoza watu kwenye kutengeneza maudhui. Kaka John, umekatika kidogo. Sema? Ndio. Maoni yangu mimi kwenye artificial intelligence yako informed na position ambayo nilionayo kwenye media house. Mimi ninasimamia au ninawaongoza wenzangu kwenye kutengeneza maudhui. Ninaona changamoto ya waandishi wenzangu tulionao ofisini na ambao tunafanya nao kazi hata walioko nje ya ofisi. Tunaishi katika mazingira ambayo waandishi wa habari hata story tu ya chombo cha kwangu inabidi tukopiane, nimpe mtu wa chombo kingine, yeye anachoweza kubadili labda ni heading, na sometimes unakuta heading zinafanana. Hapo hatujafika kwenye AI. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata before the AI we have enough laziness kwenye content creation. Na ndio maana unaweza kuona magazeti yanaweza kutoka kesho yana heading moja magazeti matano. Unaweza kushangaa hii ni coincidence au ilikuwaje? Au story imeandikwa anakuja anakuambia bwana wewe nitumie story, ulikuwa kwenye press conference ile, nitumie story. Unamtumia story hiyo ndo anaitumia, anamtumia na mwenzake. Katika mazingira hayo hofu yangu mimi kwamba sasa hivi tu watu hawaumizi kichwa. Wakiletewa huo mfumo ndio kabisa wataweka miguu juu ya meza. Kwa hiyo wakati tunaiaccept hii artificial intelligence lazima tutengeneze utaratibu. Kwa mfano nashukuru dada wa Nipashe hapo amesema kwamba if you want to command the program ikuletee vitu intensive, vitu real, vitu vya ndani na kuletea. Kwa hiyo wakati nakubaliana na wewe kabisa kwamba teknolojia hapa ilikofika hatuwezi tena kusema hatuitaki, kwa sababu hii digital yenyewe mimi ninayoiendesha ni alternative media ya traditional media. Maana yake ni kwamba ningeweza kusema basi hata digital media hii tubaki tu kwenye mainstream.
of which ambayo imenisaidia sasa hivi we are surviving na timu yangu. Kwa hiyo lazima tuende huku kwenye artificial intelligence. Lakini pia na nashukuru leo nimepata mwanga kidogo tofauti na siku ya kwanza kwamba kuna alternative na kuna watu wenzangu wanaziona, wanaiona hiyo concerning inayoona mimi, lakini wanaitafutia solution kwamba okay fine inawezekana, lakini we need to regulate, we need to improve kwamba sasa watu wote na kuna mtu amesema hapo kwamba hii artificial intelligence inafanya kazi perpendicular au sambamba na brain ya kawaida, kwa sababu haiwezi kujioperate yenyewe bila kuwa operated na akili ya binadamu. Kwa hiyo naanza sasa na mimi kuelewa sasa kwamba hili jambo tunaweza tukaliendea, lakini tukabaki na efficiency yetu ile ile au ikaongezeka. Kwa hiyo at least now I'm improving kwamba hili jambo, of course swala la kwamba lazima tuende huko ni given. Hata kama mimi nitakuwa na hofu, lakini mwisho wa siku lazima tuende huko kwa sababu ndio teknolojia inayokwenda. Lakini pia nashukuru leo nimepata mwanga kwamba kwanza watu hizo hofu za kwangu mimi watu wamezielewa na of course wamerespondi. Kuna majibu tunaanza kupata kutoka kwenye hizo hofu zangu. Kwa hiyo mimi nitaanza kuchukua hatua kuanzia sasa. Kuhakikisha kwanza nina institute hii kitu kwenye media house inayoiongoza, lakini pamoja na hayo tutachukua hatua za kuhakikisha kwamba hizo challenges ambazo mimi nilikuwa naziona zinakuwa addressed na zinatafutiwa majibu. Kwa kumalizia mimi niseme leo nimepiga hatua karibu 50 kwenda kwenye hatua 100 kwenye jambo hili. Asante sana kwa uchambuzi huu ambao umeuzungumza. Na kiukweli kusoma ripoti ya AI for Media Development tunaona kati ya vitu ambavyo vinavyohitajika katika vyombo vya habari ni kuweza kuweka mikakati ni kwa namna gani chombo cha habari kitatumia akili mnemba. Ukienda katika nchi za wenzetu, baadhi ya watu wameweza kuweka mikakati na kutengeneza hata application maalum kwa ajili ya matumizi ya akili mnemba katika ofisi zao. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ambapo mnajitengenezea wenyewe standardi zenu na inaweza kwenda vizuri na mambo yanaweza yakaenda sawa. Kwa wale washiriki ambao wanaendelea kuungana nasi mjadala, tunaendelea kujadili juu ya matumizi ya akili mnemba na je, analeta uvivu kwa waandishi wa habari. Na unaweza ukashiriki katika mjadala kwa kuuliza maswali na kwa kuweza katika posti ambazo tumeendelea kuweka na katika space hii. Nikirudi kwako Dunstan, wakati posti hii ya Twitter Space ilipokuwa inatumwa katika hapa X siku 3 zilizopita, Richard Mabala aliweza kusema AI inaweza kukuharakisha ubunifu ukiitumia vizuri. Ni sawa na kufyeka shamba zima na kung'oa visiki vyote kwa dakika moja ili jikite katika kilimo bora. Sasa nikija kwako, je, unaona ni muhimu kutoa mafunzo rasmi kwa waandishi wa habari kuhusu matumizi ya akili mnemba ili kuboresha uandishi na kupunguza hatari ya mfano taarifa potofu na uvivu kwa waandishi wa habari? Dakika 3 tafadhali, ili tupate muda wa kuzungumza na tuwape pia wasikilizaji wetu nafasi ya kuuliza na kutoa maswali. Karibu. Asante sana. Ninakubali kwamba mafunzo yanahitajika sana kwa waandishi wa habari, na nitatoa mfano. Kwa mfano, huwa kuna kilimo tunakiita kilimo cha mkono, cha jembe la mkono, na huwa kuna kilimo cha trekta. Sasa sehemu ya kulima kwa jembe la mkono, mtu analima miezi 3 na analima sehemu ndogo sana. Saa moja hiyo eneo laweza kulima kwa saa moja ama nusu saa na trekta. Sasa itashangaza sana ikiwa kwa mfano watu wataresist kutumia trekta kwenye kilimo na kupata
ufanisi mzuri alafu kang'ang'ania jembe la mkono. Lakini pia jembe trekta kuitumia lazima watu wapate mafunzo jinsi ya kutumia trekta vizuri ili waweze kupata matokeo chanya, matokeo ambayo yanatarajiwa. Na kwa mantiki hiyo sasa nakubali kwamba waandishi wa habari wanahitaji kupata mafunzo mazuri ya jinsi ya kutumia akili mnemba. Na kwa hiyo nitasema hivi pia kwamba watu wengi wataraumu, watakuwa nasema unajua akili mnemba ni mbaya sana, na wengine wasema akili mnemba ni nzuri sana. Sasa nitawaambia philosophically kabisa kwamba akili mnemba katika ulivyo wake haina madhara yoyote, isipokuwa matatizo yako kwetu sisi wanadamu ambao sisi ndio tunatumia. Ni sawa sana mtu akwambia kwamba pombe ni mbaya. Yes, mimi sinywi pombe kwa mfano, lakini pombe katika ulivyo wake wala haina ubaya wowote, lakini watumiaji wa pombe ndio wao katika wenyewe ndio wana ubaya, kwa sababu wanatumia isivyotakiwa kutumika. Na akili mnemba vile vile, kila mtu ambavyo yeye ulivyo wake ulivyo utafunua tabia zetu. Tabia zetu, kama ni mvivu, teknolojia inakuja kukufunua, kuonyesha kiwango gani cha uvivu ulicho nacho. Kama uko intelligent, teknolojia itakuja kuonyesha kwamba wewe ni intelligent wa viwango vya mwisho vya juu kabisa. Kwa hiyo nitasema hivi, waandishi wetu wanahitaji kufundishwa namna bora ya kutumia akili mnemba ili waweze kuzalisha maudhui yenye viwango vya ubora, yenye mguso. Na kwa hiyo wale wavivu sasa waache uvivu, waitumie na watumie akili zao vizuri kuliko kuitupia mawe akili mnemba kama labda ni jambo baya. Akili mnemba, mwisho kabisa niseme, haina ubaya katika yenyewe, isipokuwa katika matumizi yake ambayo ni hiyo ni ndani ya wanadamu sisi wenyewe, wala sio teknolojia. Hayo maoni yangu ya haraka. Asante sana. Asante sana. Nikija kwa Evelyn, ni mkakati gani unadhani unaweza ukapendekeza kwa waandishi ili waweze kutumia akili mnemba kwa ufanisi bila kupoteza utamaduni wa uandishi wa kibinadamu ambao hasa umeuzungumzia, na ukiachana na kwamba kwa sasa tulipofika matumizi ya akili mnemba hayaepukiki? Karibu. Asante sana. Hebu rudia swali tena kidogo. Nimeuliza ya kwamba ni mkakati gani labda unaweza ukapendekeza ili waandishi watumie hii akili mnemba kwa ufanisi zaidi bila kupoteza ile ladha ya uandishi wa kibinadamu, ili na hasa zaidi katika kupambana na uvivu ambao unaweza ukajitokeza kutokana na utegemezi wa teknolojia hii. Okay. Mimi kikubwa zaidi naweza nikazungumzia inapaswa kukuwe kuna mipaka, like tuweke mipaka mipaka ya matumizi ya AI. So waandishi they're supposed to use AI kama tu msaidizi wa kufanya research na kuweza kumsaidia mtu kupanga mawazo, lakini waendelee kuandika kwa mtazamo wa kibinadamu, because I think mimi the only problem I have with people using AI ni yani kutumia AI ile mpaka inapoteza ule uhalisia. Like unasoma makala ya mtu, you just realize like, you know what, this is AI. Hapa mtu hajatumia akili yake. It lacks a taste of a human taste. Umeona? Then another thing for me ni kuboresha sijui niseme ni ujuzi, lakini kuboresha ule ujuzi wa wanahabari by giving them, I think by capacity building them on the use, I think on the correct and the right use of AI. I think kuna mtu alizungumzia hicho on the right use ya AI, kwa sababu inaweza kusaidia mwandishi kujua jinsi ya kuitumia kwa faida bila kuathiri ile ubora wa kazi zao. And then another thing ni kuhamasisha uandishi wa ubunifu, like creative writing, kwa sababu I think the media itself, vyombo vya habari zinapaswa kuhimiza waandishi kuzingatia like the correct or deep research, pia mahojiano ya ana kwa ana na uchambuzi wa kina badala ya kutegemea like just only depending on AI. So I think
kuhamasisha ile creative coming creative writing au uandishi ambao ni una ubunifu zaidi. Then kingine cha mwisho naweza nikazungumzia kuhusu kutengeneza like is it a model ya kuunganisha AI na like the creativity of like a human like creativity ya kibinadamu ili kuhakikisha the content ambayo you intend to yanabaki kuwa ya kipekee na very fascinating. So I think naweza nikasema kuweka that kama uwiano between AI na uandishi wa like a human like uandishi. Yeah, I think that's all. Yeah, hiyo ndo mimi I can say. Asante sana Evelyn kwa insights hizo, hususani kwa namna gani umeweza kuona kwamba kuna umuhimu hasa wa mipaka kuweza kutumia AI vizuri, hasa kwenye watu wafundishwe namna gani wanaitumia vizuri. Sasa nikija kwako Zuena, ulizungumzia mwanzo juu ya ninategemea unaitumiaje au huitumiaje. Ripoti ya Artificial for Media Development ya TMC na UNESCO ambayo alizungumza Anwar mwanzo tulipokuwa tukianza, inaonyesha kuwa 95% ya waandishi wa habari wako tayari kujifunza juu ya matumizi ya akili mnemba katika uandishi wa habari. Je, una mawazo gani hasa kuhusu umuhimu wa mafunzo rasmi ili kuboresha ubora wa habari na kuzuia uvivu kwa waandishi wa habari, jambo ambalo limekuwa likizungumzwa sana? Dakika 3 ili tupate muda wa kutoa mjadala kwa wanaotusikiliza kwa ajili ya maswali na comments ili tuweze kuja kuzijibu kwa pamoja. Asante. Okay, asante sana. Mimi siko mbali sana na alichozungumza kaka Kamanzi kwamba tunahitaji waandishi wa habari kupewa mafunzo jinsi gani ya kuitumia akili mnemba kiufasaha, lakini pia tuipokee. Tukishaipokea tusibweteke, sisi wenyewe tutumie akili yetu tuliozaliwa nayo kwenda kuitaka au kuikomandi artificial intelligence itufanyie nini. Ni sisi wenyewe kuwa wabunifu ama kuendeleza ile ubunifu wetu ambao tumekuwa tukifanya wakati tunafanya kazi zetu za uandishi, na kuiambia artificial intelligence itusaidie, na sio kusema okay, kuwa ile mvivu kusema kwamba okay, artificial intelligence ipo itanisaidia kila kitu, wewe unakuja tu unabwaga mawazo yako. Hauwi wewe mwenyewe creative, hauikomandi ikupe nini, na wewe unaacha kuwa mbunifu. Tumia ubunifu wako, tumia akili yako kuitaka akili mnemba ikufanyie nini. Ni hayo tu, lakini pia muhimu pia nasisitiza ni kuhusu mafunzo. Asante. Asante sana. Hiyo inahitimisha sehemu yetu ya kwanza ya kupata maswali kupata maoni kutoka kwa wazungumzaji wetu, na ni wakati ambapo tunakaribisha sasa wasikilizaji kwa ajili ya kuweza kuchangia na kuuliza maswali na kutoa maoni. Kwa hiyo kama kuna msikilizaji anayetaka kuzungumza, karibu kwa ajili ya kuzungumza. Unaweza request na tutakupa nafasi ya kuzungumza. Wakati huo ninamuona Samia Awadi, miongoni mwa waandishi wa kongwe sana na nguri, yuko hapa pia. Kama utakuwa una jambo la kuchangia kwenye mjadala huu pia unaweza ukazungumza. Namuona Sean yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza. Karibu mtu ambaye karibu. Simon, karibu. Simon,
Ya, Simon karibu. Yes, Rubara karibu kwa ajili ya kuzungumza. Kama una comments, una swali, karibu. Asante sana. Sijui kama ninasikilizwa nasikika vizuri. Unasikika vizuri. Dakika moja. Asante. Mimi nashukuru ya kwamba hoja au mada hii ya niliona juzi kulikuwa na kongamano ambapo walikuwa wanajadili swala zima la utumiaji wa AI au mfumo wa akili bandia. Mimi nadhani kwamba hoja linalojadiliwa ni kama AI inaifanya sekta ya wanahabari kuwa wavivu na kuua ubunifu. Nadhani kwamba matumizi yenyewe ya AI inahitaji ubunifu wa hali ya juu. Kwa maana ya kwamba kitu ambacho AI inafanya, kwa sababu mimi ni mwanahabari, ni mwandishi wa habari, nilifanya kazi kwenye media miaka ambayo hata kuwa online, yani article kuwepo online ilikuwa haipo, na naona watu wengi sana hapa ambao tuliweza kufanya nao kazi nilipokuwa kwenye media na baadaye nilipoanza kufanya kazi na NGO. Namuona Zuena yupo hapa. Naomba tu niseme kwamba Zuena alipokuwa anaongea, alipokuwa anachangia, alisema kwamba kuna uhitaji wa elimu. Japo mada inauliza kama matumizi ya AI inaweza ikaleta uvivu, nadhani kwamba inaleta shamra kwa waandishi wa habari kuweza kujua jinsi ya kutumia teknolojia. Na kwa mwandishi wa habari ambaye ni mbunifu tangu enzi ambazo AI haikuwepo, nadhani itamuongezea kasi zaidi na ari zaidi ya kuhakikisha ya kwamba anajua kile ambacho anafanya. Sasa naomba niwapatieni mfano kidogo. Hoja inayojadiliwa leo ni hoja ambayo na sisi pia kwenye shughuli zetu za research za utafiti imehojiwa. Je, matumizi ya AI itafanya quality ya research iwe mbaya? Moja ambacho mimi nimegundua wakati ambapo natumia AI katika shughuli zangu za research ni kwamba ukifanya matumizi ya AI kuwa ndio mwandishi wako, kusema ukweli, kama researcher, kama mtafiti, au kama wewe ni investigative journalist au mwandishi yeyote yule ambaye anataka kuhakikisha kwamba kazi zake zinafanyika na anachokipeleka kwa watu ni kitu ambacho kimeiva vizuri, utagundua kwamba matumizi ya ChatGPT au hizi bots nyingine inaweza ikakupotosha. Kwanza, kama unafanya shughuli ambayo inahitaji iwe backed up na evidence, ni lazima urudi kwenye zile sources ambazo labda zimekuwa suggested na AI ili uhakiki, kwa sababu kwa wingi zinakuwa fictitious. Unaweza ukakuta kwamba AI umeandika article inakuambia ya kwamba source yake ni hii, ukienda kuangalia ile source unagundua kwamba sio yenyewe. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba matumizi ya AI yanamchangamsha mwandishi wa habari ambaye anafanya kazi yake kwa ubunifu. Inaongeza ubunifu, inakufanya utafute elimu zaidi ni jinsi gani ya kutumia hii tool, chombo hiki ambacho sasa kipo, kifaa hiki ambacho sasa kipo mkononi mwako. Kitu ambacho mimi nadhani AI imesaidia zaidi katika shughuli zangu mimi binafsi za research ni kwamba kwanza, naomba nirudi nyuma kidogo. Ubunifu wenyewe ambao pia naona kama inaongezeka wakati ambapo unatumia AI ni
kule kukusaidia ni jinsi gani utauliza maswali yako, kwa sababu kuna wakati mwingine kama ChatGPT, sisi ambao saa zingine tunatumia ChatGPT ambao haujalipiwa, unajikuta ya kwamba ni monotonous, inaweza ikakuletea kitu ambacho haitakusaidia. Kwa maana Kaka Rubara, naam. Tunakwendaje mbele sasa? Mbali na hizo changamoto zilizosema, tunatatuaje haya matumizi, mfano ya kutokupata taarifa ambazo ni sahihi, tunaziverify vipi na zinakuwaje sahihi katika matumizi ya AI ili tuwape nafasi ya watu wengine kuchangia? Asante sana na nisamehe kwa sababu nafikiria kwamba ni hoja nzuri sana, kwa hiyo I was carried away. Mimi nadhani kwamba moja ni AI inampush mtafiti yeyote, mwandishi yeyote aweze kwenda kufanya utafiti zaidi, kwa maana ya kwamba haitakuletea haitakuletea sources ambazo ni sources ambazo ni real mara nyingi, kwa maana kwamba kuhakikisha ya kwamba matumizi ya AI inakuwa kamilifu na inakusaidia kutoa habari ambazo zipo well backed up. Ni lazima ujikite kwenye swala zima la kujifunza mbinu za kufanya utafiti. Kwa hiyo mimi kwa hoja ambayo inauliza kama AI inaweza kaua ubunifu, nadhani inaongeza ari ya kutaka kujua ni jinsi gani unaweza ukaongeza ujuzi wako na ubunifu wako kwenye matumizi ya AI yenyewe. Kwa hiyo mimi narudi tu kule ambacho Zuena alikuwa anasema kwamba ni lazima tupate elimu zaidi kwenye matumizi ya AI. Asanteni sana. Asante sana kwa mchango wako huo mzuri kuhusiana na ni kwa namna gani ina changamoto katika ubunifu na ni kwa namna gani tunaweza tukaenda mbele zaidi. Kwa yule ambaye anayetaka kuzungumza, karibu. Kama kuna mtu ana swali, bado unaweza request kwa ajili ya kuweza kuzungumza. Sen, kulikuwa kuna request lakini bahati mbaya nashindwa kuaccept request yako. Sijui unaweza naona sasa imekubali. Karibu Sen kwa ajili ya kutoa mchango wako, na kama una swali au una comments karibu. Nasikika hapo? Ndio tunakupata vizuri. Okay, mimi naitwa Sean, ni mdau wa mambo ya habari kwa namna moja au nyingine. Sasa kuhusu mada kuu, je, kama akili mnemba inafanya sekta ya wanahabari kwa wavivu na kuwa ubunifu, kwangu naona ni kweli, ni kwa namna moja au nyingine inaua ubunifu. Na inaua vipi? Ni kutokana na mapokeo sasa ya wanahabari kuhusu akili mnemba. Yaani ni mapokeo ya wanahabari na watu wengi tu kuhusu akili mnemba, kwa sababu watu tumeipokea kama ni teknolojia ambayo inakuja ni kama inakuja kutusaidia kazi kabisa. Yaani tunataka kuitegemea kufanya kile ambacho sisi tunatakiwa kukifanya. Mfano tukija kwenye ubunifu, sidhani kama AI ni mzuri zaidi kutumia kwenye ubunifu. Yaani sioni kama ni kitu sahihi kukitumia kwenye ubunifu zaidi ya sana kama tunaamua kutumia AI kama wanahabari na watu wengine kwenye ubunifu. Sio kitu sahihi. Kwa sababu gani? Unapoandika habari lazima lazima una relate na mazingira yako. Unajua watu hapa wamezungumzia sijui kuhusu human test na nini. Ni moja hivyo, yaani hivyo vitu lazima viwepo kwenye habari yako ambao labda unaiandika. Kwa hiyo AI hizi nyingi ambazo tunazitumia zimetajwa hapa, sijui ChatGPT nini, nyingi sana, bado hazijafikia huko. Yaani bado hazijafikia huko zikarelate kabisa na mazingira yetu na vitu vingine. Kwa hiyo AI tunaweza tukaitumia, akili mnemba tunaweza tukaitumia, lakini tusifanye kama chombo cha ubunifu. Tusifanye kama inaweza kufanya kila kitu ambacho sisi tunapaswa kukifanya. Kwa hiyo mapokeo yetu ya akili mnemba ndo sana yanatuponza. Tuseme yanatuponza. Tumeipokea kwa ukubwa huo ambao
sioni kama tayari na ukubwa huo, sioni kama tayari inafanana na akili zetu. Pia kitu kingine, matumizi sahihi ya akili mnemba iko pia ni kitu kikubwa kwenye matumizi sahihi ya akili mnemba. Nadhani watu wengi hatujajua bado matumizi sahihi ya akili mnemba, jinsi pia kuitumia. Unajua mtu mwingine anaweza akataka akili mnemba imsaidie labda kufanya kitu fulani, lakini hata lugha ile ya kuongea na akili mnemba, unajua unabidi uiamrishe. Kuna wataalamu zaidi wanajua jinsi ya kuiamrisha. Kama unataka ikuandikie proposal, kuna namna pia unatakiwa kuiamrisha kwamba okay, unataka uniandikie proposal hivi. Zile lugha bado hatujazijua, yani tunaiamrisha akili mnemba au tunaiuliza akili mnemba kama tunaongea na binadamu wengine. Kwa hiyo hapa muhimu, kuna vitu viwili vikuu: mapokeo yetu ya akili mnemba. Mapokeo yetu kwa akili mnemba, tuna mapokeo makubwa sana kwa akili mnemba. Tunaitegemea sana tofauti na utendaji wake kazi. Tunaiamini sana tofauti na jinsi na uwezo wake ulivyo. Pia kitu kingine nimezungumzia hapa cha mwisho ndo nimezungumzia kuhusu jinsi ya kutumia sasa hiyo akili mnemba. Hatujajua njia sahihi za kutumia akili mnemba. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, AI inaua ubunifu, pia inatufanya tuwe wavivu zaidi. Of course, wanahabari, nikizungumzia wanahabari haswa nchini kwetu, tunasifika sana kwa uvivu. Tuna uvivu, na uvivu unasababishwa na vitu vingi. Juzi kati kulikuwa kuna mada fulani hapa inaongeleka pia, nayo pia inachangia kwenye uvivu, ingawa leo sio siku yake ya kuiongelea. Kwa hiyo wanahabari tuna uvivu, hatuna ubunifu, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinatufanya kuwa hivyo, na AI imekuja basi inaongeza ile list ya vitu ambavyo sisi vinatufanya tuwe sio wabunifu. Asante sana kwa uchanganuzi huo, na imani ulikuwa umemaliza. Hivi karibuni nimeangalia wiki kama 3 zilizopita, mkurugenzi wa ChatGPT Sam Altman alikuwa akizungumza katika mjadala mmoja Europe, na katika vitu ambavyo alivisema, GPT-5 inakuja kuwa na uwezo au nguvu ya ufahamu au utambuzi wa mambo kuliko hata yeye ambavyo akili yake iko. Hii inaonyesha ni kwa namna gani mabadiliko haya ya sayansi na teknolojia, hasa ulimwengu huu wa artificial intelligence, umekuwa na changamoto zake na umekuwa na mageuzi makubwa sana. Sasa nitakaporudi kwenye panel, tumesikia show alichokisema juu ya matumizi sahihi. Tutakapokuwa tukihitimisha, nitaomba muweze kutuambia ni kwa namna gani tunaweza hasa tukaenda kwenye kuwa na matumizi sahihi ya akili mnemba, hususan kwa waandishi wa habari. Na kama kuna mtu mwingine anataka kuzungumza, naona hakuna any request, hakuna maswali. Basi kama hakuna, Isaac karibu. Isaac umerequest, na Isaac naona Isaac anashindwa kuunganishwa. Ni kwa sababu huenda ya network yake au ni changamoto zingine ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Kwa kuhitimisha, nipende kuwakaribisha panelist ambao tuko pamoja, nikianza na mkurugenzi Dunstan kuweza kujibu hususani katika hili swala la kuwa ni namna gani tunakuwa na matumizi sahihi ya AI hasa kwa wanahabari, kwa sababu imeonekana ni hoja ambayo imepelekea hivyo, lakini pia kuna hoja imesemwa na Rubara ya kwamba inapelekea kuua ubunifu. Je, kwa uzoefu wako na matumizi yako ya artificial intelligence, je, artificial intelligence
kwa namna yoyote inasaidia katika ubunifu? Dakika 1 au 2 unapokuwa ukimaliza, ili tuweze kuhitimisha mjadala. Sawa, nakushukuru sana. Niseme tu kwamba kwanza neno ubunifu, kama nitakuwa niko sahihi, tukizungumza kwenye Kiingereza sometimes tunazungumza innovation na tunazungumza creativity, na sasa ukiwa unaenda kwenye masuala ya design thinking, huwa kuna mchakato wa kufanya wanasema ni kufikiri kibunifu. Sasa kufikiri kibunifu huwa una mchakato, na nadhani kama kuna watu ambao wamesoma mambo ya design thinking wanajua kwamba ziko hatua kama 5 ambazo huwa zinasemwa kwenye kufikiri kibunifu. Sasa nataka nikwambie kwamba AI inaweza kusaidia kwenye mchakato wa kufikiri kibunifu na wala haipo kuharibu mchakato wa ubunifu. Sasa cha kwanza kabisa ambacho huwa kwenye design thinking tunakifanya, hatua ya kwanza inaitwa empath. Empath ni hali ya kujiweka kwenye na labda niseme before sijasema ni hali ya kujiweka kwenye viatu vya watu, ni kwamba design thinking is a human centered design. Na kwa hiyo yeyote anayesema anafikiri kibunifu, kwa yeye wanadamu hawa wako kichwani mwake, wako akilini mwake, na kwa hiyo ni lazima ajue changamoto zao, ajue mahitaji yao walionayo, ili aweze kufikiri na kuja na solutions za kuweza kutatua changamoto zao. Sasa ya kwanza inaitwa empath, ya pili inaitwa define. Sasa angalia, ili uweze kujua matatizo ya watu, changamoto za watu, bado unaweza ukaitumia AI kutafuta kujua watu zaidi kwa kuchambua taarifa mbalimbali, research mbalimbali, na ukarahisisha, ukachakata PDF reports, ikakuchambulia, ukaiuliza hivi na hivi na hivi, kwa hiyo ukapata mawazo mbalimbali. Na inaweza kusaidia AI pia kuchakata taarifa mbalimbali za watu kutoka kwenye social media mbalimbali, na ikakuchanganulia na ikakwambia watu hawa wanaonekana wana uhitaji fulani. Kwa hiyo unapofikiri kuja na solution, ni vizuri ujue watu hawa wana hali. Kwa hiyo utaona kwenye stage ya kwanza ya design thinking, empath, AI inafanya vizuri. Lakini hatua ya pili nitasema haraka ili nimalize. Hatua ya pili tunasema ni define. Una define problem ambayo wewe baada ya kwenda hiyo empathy is like research, nafanya research kuwaelewa watu wako. Lakini hatua ya pili ni kudefine tatizo ambalo umeliona kwa watu wale, hilo ndio uende ulifikiririe idea ambayo ni ya kibunifu. Kwa hiyo defining a problem, bado AI inaweza kusaidia wewe kama mtafiti, kama mvumbuzi, kama mbunifu kudefine tatizo vizuri. Na hatua ya tatu ni ideation. Sasa unaanza kufanya ideation ambayo inakusaidia kuja na mawazo mbalimbali. Sasa ziko tools mbalimbali za kufanya ideation ili uweze kuja na suggestions mbalimbali za solutions. Alafu then hatua ya 4 ni kufanya prototype ya idea yako na kuiweka iwe ile katika namna ambayo una suggest hiyo product iwe. Na hatua ya 5 inaitwa test. Sasa ukiangalia una testi idea ile, ukiangalia mchakato wa ubunifu, kama tunazungumza mambo ya ubunifu, siwezi kufikiri na siwezi kuwa convinced kwamba eti matumizi ya AI yanaweza kuzorotesha ubunifu, wakati nikitumia vizuri AI kama mbunifu, ukweli kabisa ninaweza kuleta products ambazo zina viwango vya ubora. Kwa hiyo nitasema hivi, mwisho kabisa, waandishi wa habari kama aliyetangulia kusema ni kwamba wanahitaji kufundishwa ama kujifunza jinsi ya kufanya kazi na mashine. Na kwa hiyo ujuzi mmoja wapo wanaotakiwa kujifunza tunauita prompt engineering. Wajue namna ya kuzungumza na mashine ili mashine iweze kuwaletea matokeo ambayo wanayatarajia na matokeo ya kibunifu zaidi. Sasa kwa mantiki hiyo ni kwamba katika mchakato wa kiuandishi wa habari, kuanzia kwenye preparation, planning na production, pale AI inaweza kufanya kazi nzuri na mwandishi akatoka kidedea kabisa akiwa anaonekana yeye ni shujaa wa kufanya kazi zenye tija. Asante sana. Naam, asante sana Mkurugenzi Danstan kwa point hizo actionable ambazo kiukweli zinatuonesha ni kwa namna gani kuna haja ya kujifunza, na changamoto hiyo ya namna gani ya kucommand solution uliyoitoa ya prompt engineering na kujengewa uwezo kwa waandishi wa habari inakuwa ni muhimu zaidi. Tumefikia mwisho wa mjadala wetu wa siku hii ya leo. Nipende kuwashukuru wasikilizaji wote waliouliza maswali na waliotoa comment. Na kwenye timeline kuna mzungumzaji mmoja Wilfred, mchangiaji mmoja Wilfred Kaumuza alisema ni kweli
akili bandia au mnemba inaua ubunifu na kufanya taaluma yote kwa ujumla iwe uwanja wa fujo wenye msongamano wa vitu vingi visivyo muhimu sana ambavyo vinafanya kazi za vipaji na akili halisi kutopewa umuhimu. Na mchangiaji mwingine alisema calculator ziliua na zinaendelea kufubaza vichwa vya wengi kufanya hesabu kwa usahihi na kwa haraka. AI imemaliza kwa wengi kutofikiri, kukalili kwingi mno. Nadhani haya yote tumeyazungumzia na kuyajibu. Huu ni mwanzo tu wa X Space series ambazo TMC itakuwa ikizifanya kila mwezi. Tunawaalika wote kuendelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, hasa katika mtandao huu wa X, ili kushirikiana na kupata taarifa za mwenendo wa mijadala tutakao kuwa nayo hapa katika X Space. Pia kufahamu zaidi kuhusu takwimu za AI nchini Tanzania, hasa kwa wanahabari, tafadhali unaweza ukapakua ripoti ya State of AI for Media Development inayopatikana katika website ya TMC ambapo ni www.tmc.co.tz ili kujifunza zaidi kuhusu fursa na changamoto mbalimbali zinazopatikana katika masuala ya AI. Mwisho ninawashukuru wazungumzaji wote na wachangiaji akiwemo Zuena Hatibu, kwa John Malwa, Dastan Kamazi pamoja na Evelyn Peter kwa kushiriki katika mjadala huu, na niwatakieni jioni njema, na wale ambao tumefunga tuendelee tunaweza tukapata muda wa kwenda kwenye swala na baadaye tukumbukane pia katika maombi na daku kwa wale ndugu zetu Waislamu na Wakristo. Basi tuwatakie pia jioni njema. Mpaka wakati mwingine tuweze kushiriki na kuendeleza mijadala hii ambayo kimsingi ni ya muhimu sana katika kuhakikisha tunakuwa na tunalinda taaluma, lakini pia tunatumia vizuri teknolojia katika maendeleo yetu ya kila siku. Asanteni sana wote na niwatakieni jioni njema.